Jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Msaada wetu kwa jina la Bwana aliyeumba mbingu na nchi. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Tuombe. Bwana Mungu Mwenyezi, tunaomba kazi tunaianza leo ichangamshe imani yetu na kuonyesha mioyo ya shukrani. Wewe usipoijenga nyumba, mjenzi anajisumbua bure. Wewe usipoulinda mji, mlinzi anakesha bure. Basi tunakuomba, sisi ni wafanyakazi wako, Mungu. Kwa kiasi tunawatakia mema na kuwatumikia wenzetu na jamii. Tunaomba kwa adhimisho hili la kubariki jiwe la msingi, kazi hii ianze na neema yako, isindikizwe na baraka yako, na ifikie mwisho ulio mema. Wajalie usalama na neema, na wakinge na maovu yote wote watakaoshiriki kazi hii. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Sikilize neno la Mungu. Somo la kitabu cha kwanza cha waraka wa Mtume Paulo kwa Wakorinto, sura ya 3 aya ya 9 hadi ya 11. Sikilizeni sasa, ndugu zangu wapendwa, maneno ya waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto. Sisi tu wafanyakazi pamoja na Mungu. Ninyi ni shamba la Mungu, ni jengo la Mungu, kwa kadiri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima. Naliuweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake, lakini kila mtu na angalie jinsi anavyojenga juu yake. Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yaani Yesu Kristo. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Wapendwa wana Mwananyamala, afadhali. Wapendwa wana Kijitonyama, tumsifu Yesu Kristo. Amina. Nawapongeza kwa kazi mnayoianza, lakini naomba mniruhusu niwakumbushe kwamba kazi hii ni kazi takatifu, kazi ya Mungu. Ninyi mnaofanya kazi hii, mkumbuke pia hadhi yenu. Ninyi ni hekalu la Mungu. Kila mmoja ni hekalu la Mungu. Kwa hiyo jijengeni ninyi wenyewe pia, mpate kuwa mahekalu safi na halisi ya Mungu. Imarisheni umoja, mshikamano, ukarimu na majitoleo, kusudi kazi hii iende kwa baraka ya Mungu na ifikie upeo unaotakiwa. Kila la heri. Sasa naomba microphone imenifail.
Ndugu wapendwa, tumwombe Mungu Baba Mwenyezi ili kazi hii inayoanza leo itusaidie kujenga ufalme wa Mungu, na kwa upendo na imani itufundishe na kutuunganisha na Kristo aliye jiwe kuu la pembeni. Tuitikie: utukuzwe e Baba wa milele. Utukuzwe e Baba wa milele. Ulitupatia hekima na nguvu ili tuwe washiriki wazuri wa kazi yako. Itikio: utukuzwe e Baba wa milele. Kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo ulipenda kulijenga kanisa lako takatifu juu ya mwamba imara. Itikio: utukuzwe e Baba wa milele. Kwa njia ya Roho Mtakatifu unatujalia tumaini thabiti ya kuwa kazi hii tunayoianza leo kwa baraka yako utaikamilisha kwa ulinzi na msaada wako. Itikio: utukuzwe e Baba wa milele. Kwa matukio ya maisha unatutegemeza tuwe mawe hai ya kutumiwa kujenga Yerusalemu takatifu. Itikio: utukuzwe e Baba wa milele. E Mungu muumba wa vitu vyote, ulimwamuru binadamu kutimiza wajibu wa kufanya kazi. Ujalie kwa wema wako kazi hii tunayoianza isaidie kuboresha maisha yetu na kueneza ufalme wa Kristo anaishi na kutawala nawe na Roho Mtakatifu milele na milele. Amina. Tuandamane kwa amani. Basi nilikuwa naomba wanakwaya tuanze kuimba, na baada ya labda kwa umetangulia kabisa kuelekea katika kanisa letu kwa ajili ya ibada ya misa takatifu. Naomba msalaba umetangulia. Ndio. Na mfuatiliaji na mtazamaji wa Kanisa TV, hili ndilo kanisa la Kijitonyama Mtakatifu Yakobo Mkuu kutoka katika parokia hii ya Kijitonyama, Jimbo Kuu Katoliki Dar es Salaam. Leo kuna pekee kunafanyika misa kwa ajili ya uzinduzi wa harambee ya ujenzi wa kanisa kuu kubwa ambalo litakuwa linasaliwa na waumini kutoka katika parokia hii. Kama unavyoona muonekano wa kanisa ni hili hapa, ambapo likikamilika litakuwa kama hivi. Basi mfuatiliaji, endelea kufuatilia matukio mbalimbali yanayokujia. Asante sana.